Nikawaza Mungu unaongelea kitu gani? Kwa sababu wakati anaambia hayo maneno nilikuwa nakumbuka nimewahi kuhubiri mara moja shuleni kwa kuomba. Yaani niliona mimi sijui zamani nilikuwa kanisa ambalo walikuwa na ni huduma ya uinjilisti. Kwa pale kweli nilikuwa ukiwa mwinjilisti ndo sana. Yaani ukisimama zile haleluya 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 ndo kanisa wanaona sana. Kwa mimi nikawa nimeona kama haya ndo maisha. Lakini sasa siku moja tukakutana na jamaa mmoja anafundisha kama mimi. Anaongea taratibu. Lakini namuelewa. Nikasema huyu jamaa mimi nimependa. Kwa hiyo nikatoka pale nikasema hii kitu na mimi nitafanya. Tena nikasema shuleni ndio sehemu rahisi. Nilikuwa kiongozi kwenye kasi nimetoka. Shuleni ndio rahisi. Taomba nafasi kwenye kipindi cha dini na mimi niwashushie madini pale. Sawa? Wakalipa nafasi. Au mbaya nafasi anapewa. Nikapewa siku ya tumkaribishe mtumishi wa Mungu, nikasimama pale na Biblia yangu. Nikafungua Mathayo 7:7, wakafungua. Neno la Mungu linasemaje pale? Linasema ombeni nanyi mtapewa, bisheni hodi mtafunguliwa. Nikaanza kutoa nikasema hivi kama wewe hapo hata umjui Mungu lakini tunaomba kuomba kitu kizuri unampa kitu. Haikuomba kitu unampa kitu kizuri. Mungu si zaidi? Watu wasema ndio watoto wale. Nini? Muda dakika 5. Somo limeisha. Sikuwa cha kuongea kingine. Lakini nilijisikia vibaya sana. Sasa mbona maneno yameisha? Mbona sasa cha kusema? Mbona sio mwalimu mzuri? Niliumia sana. Kwa hiyo nilipoumia nikatoka. Nikasema mimi nikija kufundisha hata mninyonge siji tena. Kwa sababu niliona maneno yameisha na watu walifurahi siku walitoka kipindi cha dini mapema. Wanaulizwa na watu, mbona mmetoka mapema? Yaani leo mhubiri kwa vile ikatano. Mhubiri nani? Si Frank. Sasa na yeye naye namba Frank kuhubiri. Nilijisikia vibaya. Sawa. Lakini ndani huko mbele Mungu aliona nataka wewe mwalimu wa mataifa. Nataka Mungu mimi. Au una historia kama nilihubiri ikatano. Umesahau. Una kumbukumbu. Lakini sikuelewa alichokuwa anamaanisha. Ila nilipokubali nilianza kuona siku kwa siku. Sasa hivi naweza nikachambua Biblia hivi hata nisiangalie nasoma tu maandiko. Watu walikuja, sawa. Hii haifundishwi hivi mwanangu. Inakaa hivi. Wananipa nafasi, wananiwajibisha siku kwa siku. Mpaka nafika mahali nasema Mungu sasa hivi naanza kuelewa ulichokuwa unaniambia. Uliposema nitatembea mikoa nifundishe, ndio naona sasa hivi natembea kweli nafundisha. Naelewa. Mungu alituma watu siku kwa siku kwenye maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Maana mtu yoyote mwenye chochote, Mungu akikutaka wakati atakutumia watu. Sawa. Atakutumia watu. Sisi tulisomana na kaka mmoja, mimi wakati niko nasoma advance nilikuwa naimba. Kwa kidogo nilikuwa na idea ya kuimba, kwa nikawa naimba na wale watu. Sasa kuna mtu mmoja alikuwa anaimba naye pale, alikuwa anaimba kawaida sana, sana. Ila alikuwa na ndoto. Ukimsikiza anasema mimi, yeye anawasikiza wale waimbaji wa nje huko Ulaya. Anasema wale kina Don Moyo ni wale mimi ndo nitaimba. Tukimwangalia uvimba na anataka kuwa na sababu jamaa hivi kweli anajielewa. Maana hata mimi mwenyewe naimba kumzidi lakini sina hata hizo ndoto. Alikuwa na hayo mawazo. Mimi sijui nini kilitokea yule mtu. Tulikuja kukutana baadaye niko chuo. Ndio imekuja yeye alienda chuo cha jirani. Wamekuja pale, ikasimama timu ya kusifu, akasimama jamaa. Akaimba, akaanza kupiga na skeli. Nikasema uchawi upo. Ndio nikaelewa, nikamuuliza wewe umejifunzia wapi hivi vitu? Na mimi nakujua wewe. Ananiambia mimi, kuna watu unajua kujichanganya na watu wanaoimba wanakusaidia. Kuna vitu nilielekezwa nikaambiwa imba hivi hapo usiimbe hivi. Hapa fanya hivi, hapa fanya hivi. Akaniambia Frank, kila mtu anaweza kuimba duniani. Kama tu una sauti unaweza kuimba. Ila kuna maelekezo unayohitaji. Akaniambia waimbaji wengi hawaendelei kwa sababu wana ujuaji. Wanajua kila kitu. Akishakuwa mwalimu wa kwaya kwao. Basi. Wengine wote wajinga. Wengine wote hawana sauti. Nini shida? Tafuta kujifunza. Kuna watu Mungu anakutumia. Wengine hawaji kama watu wanaokuja kukusaidia. Wanakuja kama kukukosoa hivi lakini ndio dawa. Sawa? Waswahili wanasema sabaniani mbaya lakini kiatu chake dawa. Wewe achana na ubaya wake, chukua hiyo dawa, songa mbele. Ndio ipo katika umoja. Unaelewa? Ndio anasema ni kama mafuta ya Haruni. Mafuta yale ni dawa. Kwamba wakati inawezekana dawa ikiwa inaumiza, si ndio? Lakini bado unajipata. Unasikia maumivu kiuchungu lakini unameza. Unajua kwamba nitapona, si ndio? Kuna watu wengine Mungu atawaleta haonekani kama ni bora. Ukisoma Biblia inasema kuna watu walimkusanyikia Daudi, Biblia inaita mabarazuli. Watu walio na madeni. Yaani kipindi kile kilichotokea ni kwamba kuna watu wanatafutwa na nchi. Sawa? Wanatafutwa na nchi kama sasa hivi hapa Tanzania. Kuna watu yaani wao na serikali kama kuna kauasa hivi. Kwa hiyo Daudi alipotoka kwenda kuanzisha serikali mpya,
Kuna watu ambao wana makosa kwenye serikali wakamkimbilia. Wezi, majambazi, watu walikuwa wamefungwa, watu fulani wa ovyo. Sawa? Biblia inaita mabaradhuli. Mabaradhuli ni watu yani ambao walikuwa wanaonekana kama ni makatili katika jamii. Wamefanya vitu vya kiuovu. Sawa? Wengine wakamkimbilia wenye madeni. Watu mtu anadaiwa madeni mengi, hawezi kuyalipa, akakimbilia kwa Daudi. Lakini Daudi akawakusanya wale watu. Wewe una madeni, wewe baradhuli, si ndio? Katika umoja kuna dawa. Hautakuwa baradhuli tena, si ndio? Hautakuwa na madeni tena. Wakashikana, baadaye wanakuja kupatikana watu wanaitwa mighty men of war. Watu wanasema mashujaa wa Daudi, watu 20 wenye nguvu. Walikuwa wanatangulia kwenye vita ya Daudi. Daudi anapigana vita nane na zote ameshinda. Anashindaje? Watu ambao walichukua wengine wa ovyo ovyo tu. Naambia watu, kuna watu wanakuja kwenye maisha yako hapo hawana hata thamani. Hawana hata hela. Yaani hata hawaonekani kama wanavutia. Si unaelewa? Wewe unaambia Mungu niinulie wafadhili, wanunulie speaker. Mungu anakuletea watu wanakuomba hela. Usikatae ukasema mimi nataka watu kunipa hela, sitaki nyinyi. Wewe wasikilie wale watu. Kwenye umoja kuna dawa. Watatengenezeka siku hadi siku. Utashangaa tu ghafla Mungu anawainua. Wale wanapita huko wanaenda kule anakwambia nimeanzisha biashara. Mara ameshika hadi wewe, mara amekuwa tajiri, mara amekuinua amekupeleka mbele. Kwa sababu Mungu atatuma hao watu. Sawa. Ila watakuja wengi, utawadharau, utaona ni watu wasiofaa. Wengine wewe unaona mtu yuko hapa kanisani kwa kawaida hata hajachangamka, amepoa, ila kumbe ndio Mungu yeye amekutumia. Ukikaa naye akikuelekeza kitu unashangaa unaanza kwenda vizuri. Kwa Yesu asifiwe. Ndio maana Daudi hakuwafukuza wale mabarazuli. Wao walikuwa wanaona watu wa nchi. Yaani serikali inawatafuta. Kwa mahali pekee pa kujificha ni kwa Daudi, sababu Daudi pia alikuwa anatafuta. Tunaelewa. Lakini akawakusanya, akatengeneza jeshi. Hausikii tena mbele inasema wanajeshi wa Daudi walikuwa wezi. Usikii wanasema walikuwa majambazi. Ile inasema tu walikuwa mashujaa wa vita. Tunaelewa. Kina Yoabu, watu wenye nguvu ambao yani Daudi alikuwa na wanajeshi ambao kuna siku Daudi yani aliamka tu asubuhi, sio ni asubuhi usiku, ila tu akajisikia yani ni sawa sawa wewe mmeweka hapa kambi yenu hapa mnatafutwa lakini mmejificha, si ndio? Alafu Sauli mfalme anayewatafuta kaweka kambi sehemu nyingine kuna kisima. Na nini mnajua kwamba Sauli yuko kule na watu wake. Alafu Daudi anawaambia nimemiss maji ya kisima. Yeye anatamani ajisikia tu kunywa yale maji. Pale ndo mfalme yuko anayetafuta na jeshi lake. Tunaelewa. Anajisikia kunywa yale maji. Biblia inasema wale majamaa wa Daudi wakaambia mzee, kama unataka kunywa maji wewe tulia. Sawa. Tuache. Walienda wakarudi na maji. Walipita hilo jeshi. Walifanya nini? Biblia haisemi vile walirudi na maji. Unaona watu, lakini ndio walikuja kama watu wenye madeni. Wengine wanaitwa kwa hawaeleweki kabisa. Sawa, huyu hata kuvaa haki. Lakini Mungu anategemea kwamba atatengenezeka. Sawa. Vumilia mchakato. Hata kwenye kanisa nawaambia watu, kuna wageni wengine watakuja. Hawaelewi. Wengine ni watu wa mwilini. Yaani anapojitambulisha ni mtu wa mwilini. Unajua watu wa mwilini walivyo. Na wajua. Sasa kuona. Haleluya, haleluya. Sasa nimekuja hapa. Mimi majina yangu naitwa fulani. Fungua maandiko Yeremia ngapi hapa? Nafungua mnasoma. Sasa huyo mimi naanza nikawafundisha kama neno la Mungu linavyosema. Mimi ni mwinjilisti, huko mchungaji nilipotoka ameumia sana. Yaani amesikitika kuondoka kwangu. Naamini hata hapa nitahubiri sana. Watu wa mwilini hawa. Wewe nani kakuambia utuambie sisi wewe? Kwani sisi tumekuambia ukisema mchungaji aliumia? Ni kazi gani? Ni watu wa mwilini, yaani leo ukimwangalia huyu anatafuta tu sifa zake binafsi, anataka kujionyesha, ila sio mtumishi wa Mungu. Utawapata wengine kama hao. Chukua hao watu, weka chini, waambie atwendi hivi. Kwa Mungu kuna kunyenyekeana, sawa? Kila mmoja ni bora. Tunajenga nyumba moja. Nikifanya mimi akifanya huyu haina shida. Tunaelewa. Na hiyo waga nawafundisha kwa watu. Sisi tumewahi kuaga na mtu wakati tunasoma kwa advance. Walikuwa wenyewe kali. Kulikuwa kuna walimu ambao wanaaminiwa kufundisha Sunday school. Sasa kuna walimu ambao wao hawapati nafasi. Na sio walimu sana ni viongozi wa kanisa. Kwa sababu wewe kama kikienda tukao kile. Mimi nilikuwa naingia kwenye kiongozi wa vijana. Kikienda kikao cha kanisa, ikifika kwenye mengineyo, yeye mengineyo yake ile mimi naomba tuongeze mkazo kwenye mafundisho. Walimu wetu wengi bado hawana uwezo wa kufundisha. Kwa hiyo kuna walimu wazuri kama inawezekana mtafutie waje watufundishe. Kila akisimama. Sawa. Sasa si mchungaji akaelewa akaona jamaa atakuwa anaongea hivi ili labda tumpe nafasi. Kwa Jumapili moja akaambiwa jiandae. Wewe ndio utakayefundisha.
Na yule bwana alifurahi, yani alifurahi. Akashangilia kweli kwamba atafundisha. Kwa akiwa nyumbani akaandika notes nzuri, yani notes nzuri zile ambazo anaweza leo naua. Tafuta utukufu wako, watu wa mwili. Leo naua, leo nahakikisha kila mtu amekubali. Kweli akaandaa notes yake. Sasa ni shetani, sijui ni Mungu. Alikuwa na notebook hizi mbili pale nyumbani. Moja imeshajaa, haitumii. Nyingine ndo anaitumia. Lakini zinafanana sana. Kwa wakati anatoka na haraka akabeba ile iliyojaa. Na akuiangalia. Paka anaitwa madhabahuni. Kwa hiyo madhabahuni, haleluya haleluya kashaanza pale. Leo utajifunza mambo. Kuna jambo limekuwa kwenye moyo wangu muda mrefu niseme na kanisa, na leo ndio muda sahihi, wakati wa Bwana umefika. Haleluya watu. Haya, leo tutajifunza somo na ushajionga anatafuta kitu ambacho hakioni. Anaenda mbele rudi nyuma. Alafu ndani namwambia, "Oya, hii notebook sio." Unafanyaje mtumishi wa Bwana? Maandiko yote umeandika kule. Hujaa kali, unafanyaje? Kwa Bwana yule akili nyingine anabadilisha somo. Tafuta unaoliweza, lakini somo kama unaliweza haraka. Nilitaka tujifunze somo moja. Kinasikia ndani yangu roho Mungu anataka tujifunze tu kuhusu upendo. Wewe una jambo ndako tufundisha. Mbona kama tufundisha Yohana 3:16. Akawa anaambia watu, kuna andiko moja tulisome, fungua hapo. Hebrania 19. Watu wakienda kitabu cha Hebrania 19. Anasema halipo. Anatakuwa nimechanganya. Twende Ufunuo 34. Watu 34 haifiki, wanamwangalia. Yaani hajaibisha. Ndio baadaye akaja kugundua Mungu alikuwa anampenda. Kwa mambo ya Mungu hayahitaji kushindana, hayahitaji tu kushikana. Sawa eh? Akifanya huyu ni Mungu ametukuzwa. Nikifanya mimi ni vile vile pia. Maana hayo vile anaondoa umoja. Unataka uonekane tu wewe. Tena waimbaji wanagombana. Mtu anataka tu yani mtu mwenyewe asemaje? Yaani yeye kila siku anaimbisha tu yeye. Anaona siku yake hawezi kuimba. Nikamuuliza, kwani akiimbisha inakuwa vibaya vizuri? Vizuri. Sasa shida gani? Si vizuri. Kwa nini unataka uonekane? Kwani umesikia kanisa ni mahali pa kuonyeshea udugu? Sio mahali hapo. Sio kazi yake kanisa. Ni mahali pa kumuinua Bwana. Kama unataka kuonekana ni Bwana Yesu anataka kuonekana. Kwa hiyo wewe unataka kukupa shida kwamba anaimba mwenyewe. Haitaki kukupa shida. Sawa? Muombe tu ili apate mzigo wa kulea na nyinyi mkue, awape nafasi. Lakini sio eti ndo mimi kwa yeye staki tena. Unataka nini? Kwani kwa ni yake? Si ya Mungu. Unamwimbia nani? Unamwimbia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kona na hapa mkazo wangu mkubwa nataka Mungu atusaidie. Tuwe na macho tutambue watu ambao Mungu anawatuma kwetu kutusaidia. Wengine wanakuja ili kwanza uwasaidie au baadaye waje wakusaidie. Mwanzoni wanaonekana kama hawatoshi, ila Mungu anataka uwasaidie, alafu atakuja kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali huko nikasikia wachungaji wanalumbana, mimi mchungaji fulani asiniongeleshe. Shida nini? Amenibia mshirika wako. Mtumishi, una mshirika wako? Umemwandalia na mbingu. Wewe una mshirika wako wewe unaye. Una mbingu yako, sio? Ni mshirika wa Mungu, sawa? Wewe omba Mungu kwamba kule aliko roho yake ijengwe. Tukutane naye tunapoenda mbinguni. Hilo ndio jambo la msingi. Haya mengine ni siasa za hapa tutaziacha. Kwani tukijenga makanisa makubwa tutayabeba tuende nao mbinguni? Hatuyabebi, tutaacha hapa. Tumshike Kristo, tushikane. Isiwepo sababu yote ya kugombana. Sawa? Uwe tu na amani. Biblia inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu. Pambania uwe na amani nao. Sawa? Pambana uwe na hiyo amani. Tambua watu kwamba ni baraka imeletwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naambia watu ni baraka yangu. Bali mimi sijakuona wewe bahati mbaya. Kuna kitu umeletwa unisaidie. Ninaweza nikaanza mimi kukusaidia lakini baadaye utanisaidia tu. Naweza nikakusaidia kukufundisha wewe ukaja kunisaidia kitu kingine. Sawa? Lakini lazima tusaidiane kwa sababu ni mpango wa Mungu kutuma watu siku kwa siku kumsaidia mtu kutimiza kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mchungaji anapoanzisha kanisa naamini hata hapa. Mchungaji alipoanza na washirika wote. Ila siku kwa siku alianza wanatumwa watu. Anawachukua, wengine hawaeleweki, anawatengeneza. Wanakuwa vizuri, wanakaa. Wewe unakuja unakuta yuko anaimba sifa, na kijana safi, ametengenezwa. Unaona vinaelewa vimefaje? Wewe ndio hivyo, wewe sio unatamani tu. Tengeneza vyako. Tengeneza, chukua mwingine tengeneza. Siku kwa siku wanatumwa wengine. Na bado kuna wengine wako njiani wanakuja, sawa? Wako, wapo wanakuja.
Yaani kama mimi nimekuja hapa nafundisha hivi, maana kuna vitu Mungu anataka tumvirekebishe ili na wengine waje. Sawa. Watakuja na wengine watatumwa kuwasaidia. Kile unachotamani ukitimiza watakuja watu watawasaidia. Vitaenda, vitatokea, mtashangaa tu vinakuwa. Kwa sababu si Mungu ameweka kazi. Si ni kazi ya Mungu, ni kazi yake pia kutuma watu. Kwa Yesu asifiwe. Ndio maana naambia watu lazima ujiulize, hivi watu wangu kunisaidia wako wapi? Sawa. Kiona unateseka muulize Mungu. Mungu, mimi kuna watu wanataka kunisaidia. Kwa Yesu asifiwe. Sasa naruka hicho kipengele. Hata tukajifunza tu kwenye eneo la utekelezaji kwa sababu asilimia kubwa hili somo linahusu vijana. Na vijana ndio tuna mambo mengi ambayo tunatamani kuyatimiza. Kwa hiyo nataka tujifunze namna ambavyo umoja unaleta utekelezaji. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tu tukijifunza tu hapo tutakuwa tumemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa tumemaliza. Mengine siku nyingine wakati mwingine. Sawa. Mimi sijawahi kufika Kigoma, leo ndo mara ya kwanza. Kwa hiyo nategemea kuja sana. Bwana Yesu asifiwe. Nategemea kuja sana. Wale ambao nimekuwa nikiwaambiaga tu, yaani wewe nipigie simu niwe na nauli. Nikiwa sina nauli hapo tunaweza kasta sita. Yaani nauli ndani. Takopo hapo dakika 0. Tujenge mwili wa Kristo, watu wajenge. Sawa. Kwenye umoja hasa kwenye kutekeleza nimeona mambo mengi, lakini mfano mzuri huko ile Mwanzo 11. Mwanzo 11 kuna mfano bora pale sana kwa taifa la Babeli. Watu ambao walikuwa na lugha moja na usemi mmoja na wakawa wameamua kufanya jambo. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake hawa watu wa Babeli, nawaambiaga watu toa Babeli, weka watu wa TGC wa hapa Tanzania Gospel. Nini? Gospel Tanzania True Gospel Church, si? True Gospel Church Mwasega. Waweke kwamba ndio wamekusudia kufanya jambo. Sawa? Maana maandiko yanasema walikuwa ni watu ambao wana lugha moja na usemi mmoja. Ndivyo ambavyo unakusudiwa wewe. Sawa? Hapa nimesahau kitu wa Roho Mtakatifu kanikumbusha. Wewe nirudi. Tutaendelea hapo. Sawa. Biblia inasema inaandiko moja. Faida ya kuwa watu wawili, sawa? Au kuwa wengi. Inaandiko linasema si vyema mtu huyo hawe peke yake, si ndio? Mungu anasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Hawa wasaidizi waliotajwa hapa, ili andiko linawasumbua watu wa theology. Kwa sababu wanasema neno msaidizi la Kiebrania lilotumika hapa linafanana na neno la msaidizi la Roho Mtakatifu. Yaani neno Roho Mtakatifu lilotumika, yule msaidizi Roho Mtakatifu. Kwa wana mashaka kwamba ili andiko linawezekana sio tu mwanamke, ni Roho Mtakatifu pia, na ni watu ambao Mungu atakutumia kwenye maisha. Lazima kuna watu Mungu atakutumia wa kufanana na wewe, wakusaidie. Ukichukua ile andiko neno si vyema ukaligeuza, tafsiri yake inasema ni uovu. Yaani ni uovu mtu kwa peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni uovu, yaani ukiona unafanya jambo lolote peke yako unatenda dhambi. Mwambie ndugu yako acha kutenda dhambi. Unatenda dhambi. Yaani chochote ukiona unapambania peke yako unatenda dhambi. Sawa? Na wewe fikiria mambo mengi ya uovu unafanyaga na nani hapa kanisani? Mara nyingi unakuwa mwenyewe. Si ndio? Ukianza kumwazia mtu ovyo, unaogopa hata kumwambia jirani yako maana atakuona wewe mtu gani wa ajabu. Unafikiria ni uovu. Kwa sababu si vyema mtu awe peke yake. Na sasa nitamfanyia msaidizi. Wengine wakasema huyu msaidizi ni Roho Mtakatifu. Ndio katika Agano Jipya yule msaidizi anasema nitawapa msaidizi. Neno lilotumika ni lile la Roho Mtakatifu ambalo ndio alimfanyia Adamu. Kwa maana Roho Mtakatifu ni moja ya wasaidizi ambao wataletwa kwenye maisha yetu ili kutusaidia. Ndio maana kama mtu anakuwa kanisani kama sijajazwa Roho Mtakatifu, sina Roho Mtakatifu, huyu mtu ana hasara. Na atatuchanganya. Sawa? Atakuwa amevamia ngoma, sehemu za kuruka, yeye anafanya vitu vingine. Simshaona kuna mtu yupo kanisani anavuruga kanisa. Yaani kanisa likienda hivi, yeye anaenda hivi. Likisema tunaenda hivi, yeye anaenda. Utasikia mimi nashauri huu mpango wa kujenga kwa tusiachane nao. Tukafungua kituo cha watu yatima. Sasa kituo cha watu yatima, Yesu hajatutuma tukafungua kituo cha watu yatima. Sawa? Nataka tukaipige injili. Yatima watakujia humo. Kwa tujue mambo ya msingi kwenye kanisa. Na wakati mwingine mchungaji ni jicho la kanisa. Ana maono na mahali anapaona anaenda. Wewe msikilize, tukaa naye. Wewe usielewe lakini mbele utaelewa. Sasa ukuta mtu yeye anaendaga njia nyingine, hana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio huwa anatupa usaidizi huo. Bwana Yesu asifiwe. Anatupa usaidizi. Kwa hiyo si vema, ni uovu, sawa? Biblia imetumia neno kwamba si vema. Ukitafsiri kwa tafsiri za Biblia inasema ni uovu. Kitu chote kikiwa sio chema maana yake ni kibaya, na kibaya kinaitwa uovu. Kwa ukiona unafanya jambo mwenyewe unatenda dhambi. Sawa? Hata kama kupitia jambo, unapitia kwa jambo umwambie mtu huko unatenda dhambi.
maana inatakiwa umshirikishe mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo andiko hata kwenye habari ya mke, na mke ndio kazi yake hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mwanaume anapopewa mke, hapewi mtu wa kushindana naye. Kwa maana mbele wanawake, ukishindana na mume wako umeleta mambo ya ajabu. Unapelekwa kumsaidia. Wewe ni miongoni mwa watu ambao wametumwa kwake siku kwa siku kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna kitu anatakiwa akitimize, nenda umsaidie. Sawa. Nenda umsaidie myafikie kule ambao Mungu anataka afike. Mshikilie, mtie moyo, simama naye. Sio anaenda na maono hayo unaleta haya. Maono hayo unaanza mashindano. Hujatumwa hivyo, sawa. Na kwenye Biblia iko clear, anasema mtu apataye mke amepata nini? Na atajipatia nini? Iko kibali akipatikani mpaka umepata, si ndio? Mimi sijaona. Sina hata pete, sijaona. Ila ni mwenyewe napambana hapa nilipo. Kwa hali na mali nione. Kwa sababu najua. Sawa, kwa kama na wewe kijana umefikia umri wa kuoa kama mimi. Oa, sawa. Oa, umenielewa? Ndio hilo Roho Mtakatifu ananiambia nirudie. Kwa hiyo nimekurudia wewe. Yaani wewe unaambiwa. Nimeenda mbele Roho Mtakatifu, wewe kijana, mbona unakimbia? Hebu sema ndio kuambia useme. Waambie waoe, sawa? Oa. Na wewe binti umefika umri wa kuolewa, olewa. Usianze mimi na malengo yangu, sijui nataka kwanza nikienda kwa mume wangu niwe na vitu vyangu. Vitu vyangu vya nini? Unataka kupeleke wapi? Unaenda kumsaidia mtu. Kafanyike msaidizi, sawa? Mimi sijaoa lakini ninapambana kwa kweli. Na Mungu tu sio muongo, atanikamilisha. Na siku nitakuja niambia sasa nimeoa. Na kibali. Kwenye wawili kuna faida. Biblia inasema afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Anasema mmoja akianguka mwingine atamuinua. Lakini anasema mtu akiwa peke yake hana mtu wa kumuinua. Ndio maana unahitajika pia kufanya huo umoja. Sasa kwenye hii ya Babeli nawaambia watu hapa, weka makundi yote. Tunasema hao watu walikuwa ni taifa, lugha moja na usemi mmoja. Weka kanisa lako, sawa? Weka familia yako. Weka ukoo wako, weka hata ndoa yako. Wewe na mke wako muwe mna lugha moja na usemi mmoja. Kwa toa Babeli, jiweke wewe, sawa? Alafu sikia Mungu anachokisema kwenye hii Mwanzo 11 mstari wa 6, anasema hivi, Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanaoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Ndio maandiko haya. Maana taifa moja ni wanafanana. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu wanafanana. Anasema lugha moja, wanasema kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukimgusa mwanamke anasema hicho hicho. Ukimgusa mwanaume anasema hicho hicho. Unaelewa? Ukija kanisani ukimgusa mshirika anasema hilo hilo. Kiongozi wa vyombo anasema hilo hilo, tunajenga, sawa? Mchungaji anasema tunajenga. Shemasi anasema tunajenga. Mwimbaji tunajenga. Hao watu Mungu anasema hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Unaelewa? Shida inaanzia pale ambapo ndani ya kundi moja kuna watu wanasema vingine. Hapo ndo tatizo. Yaani utekelezaji wowote ukiona umegoma, naambia hata hivi kama mna malengo, sijui vijana tuna malengo ya kununua kitu fulani, hapo hamjakinunua, ujue tu katikati ya vijana wako watu ambao hawakuwa na lugha moja na nyinyi. Anasema tazama ni taifa moja, utaifa umewekwa kama kufanana. Maana ni watu wanaoelekeana, wamepatana. Lakini anasema na lugha, usemi wao, mazungumzo yao, wanachokinia ni kitu kinachofanana. Anasema tazama hawatazuiliwa neno wanalokusudia kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata kama tungekuwa ni wadogo kiasi gani, hata kama tungekuwa ni masikini kiasi gani, tukikusudia tukashikana kwa nguvu tutafanya. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata kama tungeonekana ni wanyonge hivi kama hatueleweki, lakini tukishikana tunaweza kutokeza jambo. Bwana Yesu asifiwe. Jeshi la Washami lilikimbizwa na wenye ukoma wangapi? Wenye ukoma walikuwa wangapi? Sasa sikia, ongeza sauti. Nikajua hata ule wimbo wa kishindo amsikilizaji. Wanne, si ndio? Wale walikuwa wanaanza kumpiga nani wale? Mwenye ukoma anampiga nani? Lakini wale majamaa akakubaliana, akasema sasa sikiliza. Tukibaki hapa tutakufa, si ndio? Tukienda tunaweza tukapona. Twendeni. Biblia inasema wakaanza kupiga hatua kwenda. Lakini ile hatua ya mtu mmoja, hatua ya mtu wa pili, kule wanasikia kishindo cha magari ya farasi. Nafikiri kwa mtu mmoja angesikia vishindo. Mtu mmoja angeenda peke yake angefanywaje? Wangemtafuna, wangemgawana nyama. Lakini kwa sababu walienda pamoja wengi. Umeona? Maana mbega hahitaji muone na mabilioni benki. Shikaneni, tafanya mtatokea. Hata mkakurupuka sasa hivi mkasema tunataka tujenge kanisa la kukaa watu 20,000.
Hata kama ni maskini hamna hata 100, ila mkashikana mtajenga. Bwana Yesu asifiwe. Mtajenga, itatokea tu. Yaani wala hata unajua kwamba uzuri ni kwamba kufanyika haipo kwenye uwezo wenu, ipo kwenye uwezo wa Mungu. Na Mungu anataka tu mpatane. Anasema wawili wenu wakipatana jambo, wakaomba, nitajibu. Anataka tu mpatane. Hili swala la kununua sio shida. Ni kwamba msema jamani tunajenga kanisa, mnaanza mchako, sina hela. Matofali Mungu wangu mimi natoa wapi hela? Usijiangalie wewe, sawa? Angalia tu kwamba umewekewa ndani uwezo. Kama ukiungana na ndugu yako, Mungu atawabarikia. Sawa? Ataleta, si umeelewa? Atafanikisha vitokee. Mambo yatakuwa makubwa. Kwa nini? Kwa sababu tu umekubali kupatana. Na ndio kwa nini ugumu unatoka wapi mpaka unashindwa kupatana na wenzako? Kwa nini usikubaliane na wenzako kwenye jambo? Shida ni nini? Huwa nasikitikaga sana. Sasa Mungu anasema hapa. Anasema haya na tushuke huko. Tuwachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao. Umeona silaha ya shetani. Tuwachafulie usemi. Twende huyu aseme hiki, huyu aseme vile. Ndio sababu shetani alikopi pale Babeli na ndio anaitumia sasa hivi. Anaingia kwenye kanisa analeta machafuko. Huyu anaanza kuona yeye ndio bora. Yeye ndio anamjua Mungu, hawa hawamjui Mungu. Huyu anaanza kudhani kwamba yeye ndio yuko serious na mambo ya Mungu, hawa wako serious. Anashindwa kuelewa kwamba tumehesabiwa kama viungo katika mwili wa Kristo. Si unaelewa? Kidole kikiumia mwili wote unaungana na kidole kuumia. Si ni sawa? Hivyo, lakini mtu anasahau hayo yote. Anaanza kwenda tofauti. Hawa watu walishindwa kujenga mnara kwa sababu lugha yao ilichafuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na andiko moja hapa, wakati naenda tutamalizia mfano mwingine huko. Kuna andiko lipo hapa, nafikiri ni waraka wa Yohana, nimelikumbuka hapa kichwani fungu la 50. Anasema shetani ni kama simba ungurumani, akitafuta mtu. Shekuliona ile andiko. Na waimbaji wameimba, si ndio? Shetani ni kama simba au ngurumani. Juu yake anasema hivi, iweni wenye kiasi na kukesha. Hapo alikuwa anaongea na kanisa. Kuna kanisa la mtu mmoja. Alikuwa anaongea na watu wangapi? Wengi, si ndio? Anawaambia iweni wenye kiasi na kukesha. Kwa nini muwe na kiasi na kukesha? Anasema shetani ni kama simba au ngurumani. Anatafuta kanisa. Maandiko yanasema anatafuta nini? Mtu, ndio. Kwa hiyo anatafuta mtu. Ndio pale nikawaza, sikuwa nikawaza hivi. Huyu mwandishi kwa nini anafanyisha shetani na simba? Shetani sikikala ghost, tusimjinga mmoja. Yaani wewe unawaza kama shetani tukiambiwa sisi tumfanyishe shetani tunamhitaji. Kinyamkela, si ndio? Tunakikanya. So wewe wewe vipi unamwita huyu simba au upo naye? Yaani kwa nini shetani afanyishe na simba? Nilijiuliza hili swali. Nikasema kwani simba? Sasa mimi ningemwona fanyishe shetani na simba na shetani nikapaka fulani. Kapaka kajizi kwanza kajinga kabisa. Ndio. Ila mwandishi anatambua kwamba shetani ni kama simba. Simba ana aina yake ya uwindaji ambayo anaitumia na ndio silaha yake. Bwana Yesu asifiwe. Simba anapokuta kundi kubwa la swala au la chochote ambacho anakiwinda, simba huwa havamii kwenda kukamata swala. Bwana asifiwe. Simba anachokifanya huwa anakaa. Anatulia kabisa. Anaangalia afu ananguruma. Bwana Yesu asifiwe. Simba akishanguruma huwa anatengeneza hofu. Unaelewa? Hofu inatokea. Kwa wale swala kwa kuhofia kuliwa wanaanza kutawanyika. Wakianza kutawanyika, simba anatoka anaanza kutafuta huyo ili afanyaje? Amle. Ndio shetani anafanya. Shetani ni kama simba au ngurumaye, anatafuta mtu. Kwa atakuja katikati yenu, atatia kelele zisizo na maana, ataongea vitu ambavyo havipo, ataibukaga maneno mengine mpaka unashangaa. Mtu anakuja na maneno mpaka unauliza ndugu yangu umetoa wapi? Anakuja kumbe ndugu yangu mimi nilikuwa naona ndugu yangu, kumbe unanisema hivi. Na wanamwambia hebu elezea maana yako ni story mpya. Hujaenda mwenye kusikia. Unaambia hebu nisimulie ilivyokuwa. Maneno ya ajabu hapo ni simba anaunguruma. Anataka tu mtawanyike. Kisha tawanyika, anaanza kutafuta walio dhaifu wanakula. Si unaelewa? Ndio maana naambia ukiona maneno yameingia hata kwenye kwaya, jua kinachotafutwa ni mtawanyike. Kisha tawanyika,
Akaanza kuchukua mmoja mmoja. Ila mkiweza kuyachukua yale maneno mkayasoma mkabaki wamoja, hamna atakayepotea. Bwana Yesu asifiwe. Hayupo atakayepotea. Yataletwa tu maneno katikati yenu. Shetani huwa anazua mabalaa, analeta maneno, analeta vitu fulani, vinaletwa vinaongelewa, vinazunguka huku na kule, vinasemwa. Ukivisikia unavunjika moyo. Unasema siendi tena kanisani. Ukishasema siendi tena kanisani, anasema safi. Wewe mbaki peke yako, wewe ndo anakuchukua. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana usitegemee kuacha umoja hapo ukawa salama. Eti watafanya wenyewe. Mimi sipo mnitoe. Ukibaki hivyo utaliwa tu. Kwa sababu shetani ndo anamtaka wewe mmoja huyo. Bwana Yesu asifiwe. Sawa, sasa tunaenda kumalizia kujifunza kwa habari ya Gideon na mambo ya utekelezaji. Tunaona ile Waamuzi sura ya 6. Nafikiri ni hadithi ambayo tumeisoma sana. Na wasikitikia tu kwamba kuna Wakristo ambao hamsomi Biblia. Hamjui hata visa vya Biblia yani. Yaani ufahamu kabisa hata mdomo za Gideon. Yaani hajui kuhusu Gideon. Mtu hajui kuhusu Daudi. Unatakiwa mtumishi uwe kama kompyuta, yaani kukwambia kuhusu Gideon. Unaweza ukatuambia historia yake kwa ufupi. Alitoka wapi, akaenda wapi, akafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Tukikwambia kuhusu sijui labda Daudi, kuna historia yake. Achana na kujua vitu ambavyo viko kwenye nyimbo. Yaani mwingine je amjue mtu ni mpaka alimbwe. Kwa kama kanisa hajawahi kutunga wimbo kuhusu Gideon, hamjui. Kwa hiyo ibadi, na wimbo unaohusu Gideon, mnao watu hapo. Amna, mkaimbe sasa Gideon alikuwa shujaa. Alipata ngano. Mkaimbe hiyo sawa, ili watu waelewe. Kwamba unaona kwamba Gideon, watu hawasomi Biblia. Kasomeni Biblia watumishi wa Mungu. Sawa. Fuatilieni visa vya Biblia, kuna mambo ya kujifunza. Hapa mimi sitasoma, kwa hiyo itakuwa ni hasara yako. Ila nataka nikuonyeshe wakati Gideon amepewa wito na Mungu kwa ajili ya kuwakomboa Israeli. Gideon pia alikuwa miongoni mwa watu ambao Mungu alipowatokea akawaambia kwamba wana uwezo wa kukomboa, walijitetea sana. Kwa sababu Gideon alifikiria kwamba Mungu anavyomuona yeye, ndio anategemea kwamba yeye ndio aende akawapiga Wamidiani. Walikuwa chini ya utumwa wa Wamidiani kwa miaka karibu 20. Walikuwa wameteseka. Vitu vyao vilikuwa vinachukuliwa. Yaani unalima, ukilima wanakuja Wamidiani wanabeba. Wakati unalima hawaji. Wakati wa mavuno wanakuja kuvuna. Umeelewa? Wakati unafanya kazi hawapo, ila tu vikishakuwa vikubwa wanakuja kuchukua. Kwa Gideon akawa anachukua ngano, anazipepeta, anazificha kwenye mashimo ili Wamidiani wasizichukue. Mungu akamkuta kule akamwambia, "Wewe shujaa." Gideon anasema, "Mimi ndio shujaa." Naye anashangaa amekuaje shujaa? Na yupo huko katika kupepeta ngano. Lakini Mungu anamuona Gideon kama shujaa. Anamwambia, "Wewe hapo utawapiga Wamidiani." Bwana Yesu asifiwe. Gideon anaangalia Wamidiani jeshi lilivyo, anasema, "Mimi ndio niwapiga Wamidiani." Akamwambia Mungu, "Labda umesahau, ngoja nikwambie kitu. Mimi hapa kwanza ni mdogo katika familia yetu. Yaani mimi ndo katoto. Ukija kwenye familia yetu ukatafuta watu wenye nguvu, mimi ndo kadogodogo." Anaambia Mungu, "Kama umesahau, mimi familia yangu ni familia maskini katika Manase nzima. Yaani ukienda kwenye taifa la Manase, wale watu wa ukoo ule, kwetu si familia yetu inadharauliwa. Unasemaje mimi nitawapiga Wamidiani?" Lakini Mungu anamwambia, "Nenda na uwezo utawapiga." Bwana Yesu asifiwe. Kwa Gideon alichokuwa hajui ni kwamba Mungu atatuma watu siku kwa siku ili kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kama jirani yako analala na mtikisi, anambia wewe acha kutenda dhambi. Mtikise mtu anayelala. Haujamuona mtu anaona. Au je ni watikise nini? Haujaona? Hebu wale wamechoka sasa, somo tuliishia hapa, wamechoka. Sasa somo liishie tu hapa, nisha mkono. Sasa tumalizie, nisha mkono. Wale ambao hawajanyosha ndio shetani sasa. Ana upande. Sawa, tunamaliza watumishi wa Mungu. Jambo pia mtakiwa kuchoka. Hata mmejifunza muda mrefu, mnatisha sana. Sisi tulikuwa tunaenda tunajifunza masaa 8, tunaanza saa 1 mpaka saa 8, mnaenda break nusu saa, mnarudi mpaka saa 12. Mwalimu anafundisha. Mwalimu mwenyewe anayefundisha achoki. Tunaelewa. Kwa hiyo wanasema, "Wewe jamaa, mbona unajua Biblia hivyo?" Shule zangu ndio hizo sasa. Hizo shule Mungu alimtumia watu wa hivi. Walimu ambao Mungu alinipa ili kunisaidia ndio walikuwa hivi.
Mkikaa hauruhusiwi hata kuondoka kwenda chooni. Hauruhusiwi. Simu mnazima, mnamsikiliza anafundisha Biblia masana. Alafu unatoka tu kawaida au unafikiri kufa basi. Ukisinzia anakwambia simama. Unasimama unaendelea kujifunza huko umesimama. Usingizi ukisha unakaa. Bwana asifiwe. Tulijifunza katika mazingira hayo. Kwa hiyo mimi nikufundisha wewe ukasinzia hizi tumejifunza siku saa moja tu unaishangaza yani. Hizo wewe unaweza kumshinda shetani wewe. Sawa eh? Sasa Gideoni maandiko yanajaribu kumuonyesha kama mtu ambaye alidhani ataenda kubeba kazi ya Mungu peke yake, lakini ukisoma maandiko unaona kwamba Mungu alihitaji kumpa watu wa kumsaidia Gideoni. Bwana asifiwe. Kwa Mungu alimwagiza Gideoni apite katikati ya nchi yote, apige kelele, apaze tarumbeta, aite watu waende vitani. Na kweli alipita, akapiga, akapaza sauti. Biblia inasema walikuja watu 32,000 kwenda naye vitani. Bwana asifiwe. Watu 32,000 wakajitokeza kumsaidia Gideoni kwenda kushindana vita. Bwana asifiwe. Lakini unaona alipotoka Gideoni, Mungu akamwangalia akamwambia Gideoni, una watu wengi, sikatai. Ila hatushindi vita kwa kuwa na watu wengi. Tunashinda vita kwa kuwa na watu wenye umoja. Bwana Yesu asifiwe. Umoja. Kwa Mungu akamwambia hili ni jeshi kubwa. Hawa watu hawawezi kutekeleza mambo. Ndio maana nikamwambia watu mkiwa wengi kuna raha. Ila ili mtekeleze jambo lazima muwe wamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anahitaji kuchuja, kupunguza watu ambao hawatakuwa na umoja ili aondoe, ili jambo litimie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio anamwambia Gideoni hao watu ni wengi. Sawa. Watu hawa ni wengi. Nani amesoma hicho kisa kwenye Biblia? Mshakisoma. Ni yule pale tu peke yake. Sasa kupasha hawa watoto wamesoma. Nyinyi nazungumza nini? Yaani wafuate. Siyashika huko muda mrefu. Ukigundua watu wanaanza kusinzia na nini unakuja unasimama karibu, ukisoma karibu ili usikizo unaisha. Watumishi wa Jehova, wanaosoma habari za Gideoni. Na hatari. Kwa mwezi ukielezea hiki kisa, si ndio? Jaribio la kwanza Mungu alimwambia kuna watu wanatakiwa kupungua katika wingi uliopo. Bwana Yesu asifiwe. Na hao ndio watu ambao hata kama kanisa mmekusudia kwamba tutakamilisha jambo fulani, wakipatikana hao watu katikati yenu hamtatekeleza. Akamwambia Gideoni, nenda kaongee na jeshi la Israeli. Kawaambie hivi, mtu yoyote katikati yenu ambaye anaona ana mashaka, sawa? Ana uoga, anaona kama haiwezekani kuwapiga Wamidiani, mwambie hivi arudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wakatoka watu 22,000. Sisi tunaelewa kwamba katika watu 22,000 kulikuwa kuna watu 22,000 wana mashaka. Na hawa ndio kundi la kwanza ambalo Mungu halitaki tunapokwenda kwenye kutekeleza mambo. Ukishakuwa na mashaka katikati ya watu wanaotaka kufanya jambo, wewe ndio unakuwa sababisho la wao kufeli. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema tunaenda kwa imani sio kwa kuona, sivyo? Kwa hiyo inahitaji uwe kama kichaa fulani hivi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani uwe kama haueleweki ndio ufanye mambo yatokee. Maana tukikupima kwa vipimo vya kawaida, kwa vigezo vya kibinadamu inabidi uonekane kwamba haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hao ndio watu ambao Mungu anataka kwenda nao. Maana ndio watu ambao hawana mashaka naye. Wanaamini kwamba itawezekana, itakuwa kwa lazima. Hiyo isiyo itafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Hao ndio watu Mungu anapambana wapate. Maana yake wale watu wanakuwa na nguvu ya kutokeza chochote. Maana cha kwanza ili mtekeleze jambo kama kundi inabidi muamini litawezekana bila kuwa na mashaka. Bwana Yesu asifiwe. Ukishatia shaka ndani yako, ukasema kama itakuwa au haiwi, hilo jambo haliwi. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema mtu mwenye shaka ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo. Linapelekwa huku na huku. Inasema mtu kama huyu asidhanie kuwa atapokea kitu kutoka kwa Bwana. Asidhanie. Nafsi akawaza kwamba kuna kitu atapata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sikilize hapa, tutauliza maswali. Tutauliza maswali. Na tunasimama wote. Ukijibu swali unakaa. Hapa na swali linatoka
kipengele cha Gideoni. Usipojibu na kuacha kama mimi naondoka na narudi zangu Dodoma. Kwa utakaa kwa huruma za wachungaji. Kwa lala. Lala. Bila ujue kabisa utasimama. Sasa kwa nini Mungu alitaka kuondoa watu wenye mashaka? Kwa sababu watu wenye mashaka wanafanya jambo lisitokee. Hata ikatokea leo nyinyi ni wanandoa, mke na mume, mkasema mke wangu, mume wangu, mambo ya kukaa nyumba ya kupanga tumechoka. Mwakani tunajenga nyumba yetu. Mkapatana. Alafu msitie shaka nyinyi wawili mtaijenga. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona ingejengeka unajua kuna mmoja ameitikia tu kwenye kundi na mbaki peke yake. Hamna bwana. Hii ni ngumu sana. Hela zenyewe hizo hata zisizionekane siku hizi. Hapa tungekuwa na mfadhili. Tayari tumeshapotea. Sawa. Msitie shaka yoyote. Msiwe na shaka na jambo lolote. Sawa. Mkiwa tu hivyo ndani yenu mmefanikiwa. Kanisa mkasimama hata mkasema kanisa hili tutanunua magari makubwa yale mabasi kwa ajili ya kubeba washirika. Alafu mpigaji vyombo akasema tunanunua. Sawa. Muimbaji akasema tunanunua. Shemasi akasema tunanunua. Mzee wa kanisa akasema tunanunua. Sawa? Kila mtu akasema tunanunua, mtanunua. Hamtatoa hela zenu, Mungu atawapa. Kwa sababu mmeshikana. Ila akipatikana mtu ndani yenu ana mashaka, Mungu hatafanya hilo jambo. Ndio maana kaambia Gideoni, hao watu ni wengi, watatuharibia vita. Waambie watu wenye mashaka waondoke. Maana yake watu walitoka nyumbani wakaja kwa mzuka. Mtu vita katoka mwenyewe. Anadundika anaenda vitani, alafu kumbe ana mashaka. Alipopewa chance, wewe kama una mashaka ondoka, anakimbia. Unaelewa? Kwa kuna watu wengi ambao tunao hata leo kwenye malengo na mipango tunaiweka, wana mashaka. Hayo mashaka yanasababisha mambo mengi yaende. Bwana Yesu asifiwe. Nawaambia watu hata kwenye kusudi lako binafsi, mtu mwenye mashaka na uwezo wako mweke pembeni. Unaelewa? Mtu unayemwambia mimi naona Mungu ananiita nikahubiri kwa mataifa, alafu anakuambia wewe ndio utahubiri wewe au wapi? Huyo mweke pembeni. Kwa sababu watu kama hao watasababisha maono yako yasiwe. Haihitaji mashaka. Inahitaji tu kuwa na akili fulani hivi ambayo ni kama umekuwa chizi. Alafu kunyoka kusema itakuwa. Si unaelewa? Itawezekana. Unaona wale watu ambao Yesu aliwatuma wajaze mitungi wapeleke kwa wakuu wa mezi. Aliwaambia wajaze maji, sio? Wewe umebeba maji hizo, unajua ni maji unapeleka mbele ya bwana harusi. Unajitaka maisha yako. Lakini wewe ukichaa kukubali tu kwamba tunabeba maji tunaenda huko maji yakabadilika. Sio? Wale wenye ukoma walikuwa ni watu ambao hawatakiwi. Yaani hata ikatokea wanatembea babangu kwa mtu mwenye ukoma ilikuwa ni laana. Alafu Yesu anaambia tu akajionyeshe kwa makuhani. Yaani umwacha kujionyesha kwa wananchi, ukajionyesha kwa mchungaji. Inawezekana. Yaani upeleke laana kwenye nyumba ya Bwana. Yesu anafanya hicho. Wale wabwana pia sema walipokuwa wakienda wakatakasika. Iko hivyo. Inahitaji tu utoke uende. Yaani wewe amua lolote, sawa? Panga lolote lile. Mimi mwenyewe hapa tumefanya ndio tumetembea hiyo mikoa. Tumeenda huko na huko tunafundisha tunafanya. Unafikiri hata tuna hela sasa. Mimi sina gataina. Na ule yeye kuja kunipata sijana. Na ule kuja Kigoma nilikuwa sina. Ila nimeshapanga sasa naenda. Hiyo isiwe naenda. Na shetani anajua kwamba huyu jamaa ataenda. Na ule tanikutia, sawa? Takuja. Tuna kijana mmoja tupo naye kwenye ule umoja. Ashai kwenda stage, hana nauli. Na alipanda gari. Na ni kijana tu wa kawaida, yaani ukimwona wewe ndio unaenda stage. Hana hata 100 kaenda stage. Baada anafika stage, ametulia. Anaona magari yanakuja. Leo wapi unaenda? Leo wapi unaenda? Anatamani kusema naenda Mbeya, tulikuwa tunafanya ibada ya Mbeya. Anaanza naenda Mbeya, lakini sasa hana hela. Atasemaje? Anasema yuko amezuba, akashangaa anaitwa na mtu. Wewe. Akaitwa jina lake aitwa Gibe. Gibe. Anatoa hivi macho. Anaona kuna basi linapita, alafu na huko ndani anakuja, Gibe nani? Ndio akashtuka. Kwenda pale anambia, "Vipi leo huko wapi siku hizi?" Akaambia, "Mimi niko hapa Dodoma." "Wapi kwa hiyo unaenda wapi?" Anaenda Mbeya. Yule jamaa akamwambia, "Panda gari." Akapanda. Anasema yuko kwenye gari anawaza. Hivi akiniuliza nauli nitasemaje? Hakuulizwa nauli mpaka anafika Mbeya. Lakini nilihitaji kwanza afike stendi. Wewe unaweza? Wewe kuweza. Lakini Biblia inasema mtu asiye na shaka. Ndio anatakiwa
umefanikiwa, naona kwenye mambo ya umoja, mnataka kufanya jambo kwenye umoja, hakikisha wewe haui sababu ya wenzako kufeli. Ukitia tu mashaka wewe peke yako, unasababisha wote wanafeli. Kwa wewe amini, kwani kuna gharama gani kuamini? Umesema tunanunua nyumba, wewe uioni hiyo nyumba, huna hela. Sema kweli mimi sina hela, lakini naamini kwa uwezo wa watumishi wa Bwana nyumba inanunuliwa. Afutulia. Watanunua tu, lakini kwa nini tilie mashaka? Sawa. Daudi anaandika andiko moja kwa huzuni kubwa. Anataka sisi tusiwe kama Israeli. Anasema msiwe kama Israeli. Anasema wale jamaa walirudi nyuma, wakamwekea mpaka Mungu wa Israeli. Sasa kwa sababu hiyo Mungu akachukizwa nao. Maana yake Mungu alikuwa amepanga kuwafanyia mambo makubwa, lakini wakamwekea Mungu mipaka. Kwamba unaamini Mungu hiki hawezi kufanya. Unakaa ugonjwa kako ambako umeshashauriwa kufunga sasa. Mimi na vidonda vya tumbo. Funga mtumishi, mimi nilikuwa vidonda vya tumbo vikapona. Mimi vidonda vya tumbo viko tofauti. Umemwekea Mungu mpaka kwenye vidonda vyako. Vitakusumbua, vitakuwa hivyo. Vidonda vya tumbo vinauaga watu, vitakuwa. Endelea kuvitukuza. Endelea kuviwekea hiyo mipaka. Kwa nini unamzuia Mungu wa Israeli? Sawa. Nikamwambia kwa nini Mungu wa Israeli ana nguvu nyingi, ana uwezo mkubwa. Sawa. Yaani bila hivyo ana mamlaka ambayo ameibeba kubwa. Anaweza kutokeza chochote kwa jambo lolote. Wewe tu unataka tu mpatane, muamini kwamba atafanya hapo afanye. Sasa nyinyi mnashindwa nini kupatana? Mnashindwa nini kuungana mkakubaliana kitu kimoja? Wengine ungaji ni wanandoa, mke na mume wanashindana. Mnakuwa na akili. Kwa nini mlioana kwanza? Msingeoana basi kama hamwezi kuelewana. Kama mmeoana, elewaneni, shikaneni. Aminini kwenye jambo moja. Wekeni maombi hapo, wekeni vifungo. Simameni pamoja, mtaona Mungu anatokeza anafanya. Kwenye umoja kuna matokeo. Popote kwenye mashaka, matokeo hayapo. Yesu asifiwe. Shikaneni, aminini. Wewe amkeni na lolote lile. Sawa. Mimi naambia watu na siku nitamka nenda Marekani na nitaenda. Sasa mashaka na mambo yao. Sasa najua anayefanya sio mimi, ni Mungu. Na Mungu hawezi kukosa nauli. Sawa. Mimi naweza kukosa nauli, na Mungu akose nauli. Haiwezekani. Sawa. Mungu hawezi kuikosa. Kwa naamini kupitia utaenda. Naambia watu, yaani Mungu anakuwa anatamani kufanya, ila wewe ndio unamwekea mpaka. Daudi anasema wakamwekea mpaka mtakatifu wa Israeli. Wao wakamlimit Mungu kwa kuamini Mungu ikianza kufanya hiki hawezi kufanya. Siku moja niliona video moja, jamaa anaombea mtu anatembea. Nikasikia mlokole mmoja, watumishi waongo sana siku hizi. Eti anamwombea mtu anatembea. Naamini hii haiwezekani. Kwa hiyo hata video hujai kuiamini. Maana Biblia watu walitembea wengi, si ndio? Kama huwezi kuamini kwamba watu wanaweza wakatembea, maana yake uamini Biblia. Maana Yesu anasema atakayeniamini atafanya zaidi ya hizo. Si unaelewa? Juzi yule mwanamke wa Pastor Tony yule akasema walijaza mtungi wafanya. Watu wameweka discussion. Uongo. Wewe, kwa Mungu hawezi kujaza gesi, unaona hisi. Mungu hawezi kujaza gesi. Unaona hisi. Hauna mashaka. Yaani mtu mmoja akasema kama unashangaa hilo, wewe inawezekana kwa wamesema uongo. Mimi siwatetei. Ila kama unashangaa hilo la gesi, wewe Mungu hujamjua bado. Yaani Mungu hujaanza kumuona. Unamsikia tu Mungu wa Israeli. Ayubu mwenyewe alifika sema anasema nilikuwa nakusikia sasa macho yangu yanakuona. Yaani kumbe ile ilikuwa tu ni story. Sasa hivi unajua. Wewe kama uamini Mungu anaweza akajaza gesi. Kama uamini Mungu hujamjua wewe. Mimi nishaye kulala ndani sina hata 100. Hata 100. Nasikia sauti ndani na nikatoka nje utaokota hela. Nikatoka natembea naomba nasema Mungu najua nitaokota hela. Nikakutana na 5,000 hiyo. Zama hizi uokota 5,000. Niliokota. Yaani kwa ukienda kujaza gesi sasa kama mimi naweza kuokota 5,000 kwenye zama hizi sio 200, sio 100, 5,000 imekaa. Na nilikuwa na maelekezo kwamba toka nje nenda utakutana naye. Nikapewa ushuhuda wa mtu anasema halikuwa hana chakula. Mungu akamwambia nenda mahali fulani nimekuandalia chakula. Anasema akatoka akaenda akatembea akafika sehemu polepole. Akafika chini ya mti akakuta kumewekwa mahotpot mengi na mkeka na sahani za kupakua na kila kitu. Akafika akapakua, akala, akaondoka zake. Vya nani vimekujaje yeye atakujua. Anasema Mungu kamuelekeza kala. Sasa wewe usiye na imani wewe itakuwa watu waliweka chakula chao. Sawa, waliweka lakini tumekula. Tumekula. Si Bwana akatuelekeza. Anasema anawalisha ndege wa angani, itakuwa sisi tutalishwa tu. Sawa. Fanya hivyo. Sasa mtumishi mwingine anatoka anatetea. Anasema mimi nimewahi kujaza luku. Watu wanacheka. Sasa luku iliisha. Nikaenda nikapiga magoti nikamwambia Mungu, ninaomba. Ndio Mungu karudi.
Ila akusema walitumia siku ngapi, lakini ulirudi. Mimi naamini nyinyi Wakristo mna mashaka sana. Ndio maana huwezi kufanya chochote kile. Una mashaka na Mungu, usimwekee Mungu mpaka. Sawa? Wewe amini kwamba Mungu anaweza kufanya yote. Sawa? Si mnaimba hivyo. Hakuna usiloweza. Au yoga kwenye nyimbo hakuna usiloweza. Kwenye maisha halisi kuna ambao hawezi. Kwenye nyimbo, si ndio? Kwenye nyimbo bwana hakuna usiloweza, si ndio? Ila ukitoka tu kwenye nyimbo, Mungu hichi hawezi. Mashaka ndio yanasababisha vitu visitokee. Kwa Mungu anamwambia Gideoni, mwambie rudi nyumbani. Hawa watu watatu. Kwenye kundi naambia hata wewe uwe na kundi lako. Ukishapata watu wana mashaka na jambo, waweke pembeni. Hata kwenye maisha, unapanda kufanya jambo, kuna watu wana mashaka na wewe, wana mashaka na uwezo wako. Waweke pembeni, usiwasikilize. Kwa sababu ukiwasikiliza tu, hautafanya ikatokea. Nenda nyooka, mradi unaamini kwamba Mungu amekwambia. Tembea mbele. Wewe songa. Unaelewa? Wakati fulani Mtume Paulo alikuwa Mungu ameshamwambia kwamba ataenda Yerusalemu ateswe. Na alisikia maelekezo ya Mungu kwamba ataenda Yerusalemu atateswa. Amefika kwenye mji mmoja, wakaja wana wa manabii. Wakaanza kumfunga makamba. Wanamwambia, "Unaona makamba tunakufunga. Ukienda huko watu wanakufunga makamba." Paulo anaangalia, aliwauliza swali moja gumu sana. Akamwambia, "Kwa nini mnanivunja moyo? Yaani kwa nini nafanya hivyo ili iweje? Kwa nini mnanikatisha tamaa? Mbona kama mnanitisha ili nisiende kwenye ile Mungu analitaka?" Ndio kuna watu ukiwaambia nataka nifanye jambo fulani atakwambia fulani alifanya, alipelekwa polisi. Fulani bwana nani alikamatwa. Kwa nini unamvunja mtu moyo? Mtie mtu moyo. Mtu kaja kwambia mimi ni mtumishi wa kimataifa. Wewe na unaanza utumishi utakuwa wewe. Wewe shida yako nini? Mwambie haleluya na kuona unakuwa mtumishi. Amen. Mimi ni mwimbaji mkubwa. Wewe Boaz Duncan akai kwako wewe noma. Jasia nguvu, usimvunje mtu moyo. Muimarishe. Anaimba kidogo, amekuja sio hapa ameimba, hapa ameweka hata CD zake, sauti ni mbaya. Mwambie mtumishi unaimba vizuri, umemwimbia Bwana. Tia nguvu, huwezi jua kesho atakuwa nani. Pengine Mungu atamtokea huko atamsaidia. Kwani Mungu wewe anashindwa? Anashindwa kubadilisha sauti mbaya ikawa nzuri. Anashindwa kumtoa mtu asiyejua kuimba akajua kuimba. Anashindwa kumpa mashairi mazuri. Anaweza hayo yote. Kwa nini unamkatia tamaa? Kwa nini unamvunja moyo unamwambia hawezi? Tie moyo. Mwambie songa mbele mtumishi. Kazi ya Mungu ni ngumu. Twende. Kaza mwendo. Sawa. Kaza mwendo. Ndio Biblia inataka hivyo kama kanisa kwenye umoja. Tutiane nguvu, tutiane moyo. Fulani anafanya kitu unakaa 2000, mtumie wale mtumishi. Nimebarikiwa na huduma yako, shika ka 2000 akakusaidia. Si unaelewa? Mambo yake yaendi, mtie nguvu, mwambie tusonge mbele. Twende mbele, tukimbie. Si unaelewa? Muongezee nafasi ya kusonga mbele. Mtie nguvu, mtie moyo kwenye kila anachotaka kufanya. Chochote kile, mchungaji mtie moyo. Sijui mama mchungaji mtie moyo. Chochote wanachopanga wewe watie moyo. Ndio kama tumeitiwa hiyo ya kutiana moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mimi kwangu hata saizi hapo uamke useme mimi najiona ninakuwa mtumishi mkubwa kama Elia. Mimi ndio Elia wa kizazi hiki. Niwafikiri na mashaka. Nitatafuta tu maandiko kama tuna huyo Elia. Kama tunaye wewe ni Elia. Kwani shida nini? Wewe mtie moyo. Hajasema yeye ni jambazi. Sio? Hajasema mama anataka kuwa kibaka. Akasema anataka kuwa Elia. Sasa mtu kutaka kuwa Elia ni jambo baya. Kuna shida gani mtu kutaka kuwa Elia? Si jambo zuri. Biblia inasema anayetamani kazi ya askofu ametamani kazi njema. Tieni moyo. Ongezeni nguvu kama kundi. Mtakimbia sana. Bwana Yesu asifiwe. Kundi la pili ambalo naruka sababu tunamaliza. Ni sawa mtu ambaye hatuelewa hapo. Hajiandae kusimama. Na kuna mtu na mwana anasinzia. Na ninapoangalia ninamwangalia. Sasa kundi la pili ambalo Mungu alitaka lipunguzwe kwa Gideoni. Akamwambia Gideoni, bado hawa watu ni wengi. Hawa watu 10,000 waliobaki ni wengi. Mnajua kwanza unaweza usikubali maana ile andiko ikiwa hujui jeshi la Midian lilikuwa na watu wangapi. Sawa. Wanasema Midian ilikuwa na majeshi 3. Ambao kila jeshi lilikuwa na wanajeshi 100,000. Midian ilikuwa na majeshi mangapi? 3. Kila jeshi watu 100,000. Kwa hiyo wale watu 30 walipojiangalia wakakumbuka yale majeshi kwa akili ya kawaida, wale wengine walikuwa na mashaka sababu waliamini yale majeshi ni makubwa. Sasa mmebaki 10,000, si ndio? Alafu Mungu anasema hawa nao wengi.
Hivi mnamuelewa kweli Mungu? Yaani tupo pungufu. Alafu unasema tupo wengi, inawezekanaje? Lakini Mungu ambaye hawa ni wengi hawa watajaribia. Wingi wa hivi tutabeba watu ambao sio wamoja, tutashinda kutekeleza mambo. Akamwambia wapeleke kisimani hao watu. Wakifika pale, waambie wanywe maji. Watakapokuwa wanakunywa maji, anasema wale watakao yalabalamba yale maji kama mbwa, yaani maana yake mtu tu afike pale achukue maji ayalabalamba. Weka huko. Akaambia wale watakao piga magoti kunywa maji. Maana kuna wale ambao watafika pale wapige magoti wani. Anambia weka pembeni. Biblia inasema walio yalabalamba maji walikuwa watu 300. Wengine wengi walikuwa wamepiga magoti. Alafu Mungu akamwambia Gideoni, umeona hawa 300 hapa? Hawa ndio wenyewe. Hawa ndio wana umoja. Kwa hawa hapa ndio nitachukua ushindi. Hawa waambie waende nyumbani. Usinyang'anie watu ambao hawakuelewi. Kuna watu mnapambana kweli. Unamuelekeza tena, ajue ni mtumishi wa Mungu, ajue kwamba umeitwa una maono. Je, nini hivyo? Weka pembeni, sawa? Gideoni aliambiwa, peleka nyumbani. Fukuza. Ondoe, hawaelewi maono yako. Achana nao. Baki na watu wale 300 wenye nguvu. Kutoka watu 30 Gideoni akabaki na watu 300. Na Mungu akamwambia kwa hawa mimi ndo nitashinda. Maana yake udogo sio shida. Uchache sio shida. Useme tuko tu wawili tunaotoa michango. Toeni vizuri nyinyi wawili shikaneni. Mtabadilisha wengine wote. Bwana Yesu asifiwe. Useme ni wawili tu tunaofanya usafi wa kanisani. Fanyeni vizuri. Mmebahatika mpo wawili mnakaa umoja, kashikeni imarishaneni. Sawa? Imarishaneni, usianze kusema mimi ndugu zake wote hawanipendi. Yaani mimi naona tu hapa akifa nitafukuzwa kama mbwa. Mdomo unaumba. Sawa, mimi nakuombea kufukuza kama fisi, mbwa angalau tunafukuza kama fisi na mikuki. Kwa nini unajisemea mambo ya hivyo? Kwa nini unaongea mambo hayo? Shikaneni, fanyeni vitu vitokee. Mengine yatatokea mbele ya safari. Kwa jeshi la Gideoni watu kadhaa wakaambia nyinyi nendeni nyumbani. Watu 300. Na ile vita walishinda watu 300. Kwa nini? Lilipatikana jeshi la watu ambao wameshikana. Sawa? Na hao wengine waliondolewa kwa sababu ya kupiga magoti kunywa maji. Mungu aliona kama hamna utayari ndani yao. Uko vitani, unapata hapo muda wa kupiga magoti na kunywa maji. Adui akitokea nyuma akikupiga risasi ya kichogo utablaunda. Tunaelewa? Kwa kapendo wale ambao walisema wakachota maji wakaanza kulamba wanaangalia kushoto na kulia. Ila wale ndio tunawatumishi wengi ndani ya umoja, hawako tayari. Wanapenda na wana imani ila utayari. Kama kitangaza mchana, anatamani ushushe uwe kama 2000 hivi hapo aubii. Nao watu. Hata maombi. Sasa jamani watu tuombe kama praise, tuombe masaa mangapi? Anaweza kanasema 6. Sasa masaa 6 umeomba. 6. Tuombe, yaani anapunguza tufunge masaa 8. Baada ya basi 10 basi. Tena watu wa hivyo, woga wajibaga ni wasemaji wa watu. Utasikia? Mimi hapa naongea kwa niaba ya watu. Usione watu hapa wamekaa kimya lakini hawawezi kufunga masaa 12. Wewe ni msemaji wao. Walikuteua. Uliwekwa kikao ukateuliwa. Unawasemea nini? Wewe ndio unarudisha nyuma, hauko tayari. Unajionea huruma sana. Na tuna watumishi wa Mungu wengi wanajionea huruma. Yaani mtu kuamka asubuhi kuomba anaona kama vile anauliwa. Amka mtumishi, kitanda sio kizuri. Biblia inasema anayependa usingizi atakuwa maskini. Achana na kitanda, amka nenda kupambania hatima yako kwenye maombi. Mtu analala hivi. Ukimwamsha ni ugomvi. Anasinzia. Anaonea huruma mwili. Hao ndio jeshi ambalo Gideoni aliambiwa toa, weka pembeni. Watu wanaojipenda, wanaojihurumia, wanaotamani yani wasiumie kwenye mambo ya Mungu. Kwenye kusuka hata akiamua kusuka 15. Hata wazi anatoa. Tena anakuwa anatamani angepata 30 angesuka za 30. Njoza kwenye mchango wa vyombo. Huo ndio anataka wenyewe. Upunguzo uwe mdogo 500. Wewe mambo ya Mungu ndio unataka yao hivyo. Unajihurumia sana. Na kwa ni kijana, tena kama vijana jamani, kijana. Siri ya kwanza ya mafanikio usijihurumie. Mtu anayeupenda mwili amependa umaskini. Usiupe raha mwili wako, usipende kula tu unakula. Yaani mwenyewe unaweza malizi. Nitarudi wakati mwingine Kigoma, nitakuja. Nasikia ndani mama nitakuja. Kwa hiyo nitawafuata tena. Ila mtu amefunga kabisa. Na beti, yaani mimi siku nikipanga kufunga.
ndio pale ofisini anatokea mtu anasema eti atatupa ofa ya kitimoto. Kwa mtu anafuata kitimoto anamwacha Yesu. Hivi Yesu akaja akakuta unakula kitimoto, utamwambia nini? Kitimoto ndio inamfanya unamuuza Yesu, alafu unamcheka Yuda. Hivi mnajua Yuda alimuuza Yesu kwa shilingi ngapi? Mnajua? Vipande za simu mnajua thamani yake? Kipindi hicho walikuwa na sarafu, dinari na vipande. Vipande ndio zilikuwa zile la kubwa. Yaani ukisikia kipande kimoja cha fedha, tunazungumza matrilioni. Wanaofanya hesabu wanasema ukigawanya ile ambayo Yuda alimuuza Yesu kwa sasa hivi ni kama bilioni 500. Bilioni ngapi? Inawezekana wewe ni Mungu hujaelewa. Mimi kabila langu inaruhusu kuwatania ni watani zangu. Kwa hiyo kutania ina shida. Ila bilioni 500 tunazungumzia milioni 1 si inajulikana. Milioni 1. Uzichukue milioni zile 1, uzipange mpaka zifike 100, uziendeleze mpaka zifike milioni 1000. Ushaipitia picha? Uipatie picha. Sasa hizo milioni hizo 1000 ziende bilioni, hizo ndio bilioni 1 hizo. Yaani milioni 1000 ndio bilioni. Hizo sasa ziende mpaka ziwe 500. Yuda ndo alipewa huo mzigo. Unajua hata haubebeki kirahisi. Wewe hapo unayemuuza Yesu kwa kitimoto, ungetoboa wewe. Hela ambazo ukifanya kitanda zinabaki bado. Wanasema ukipandisha kwenye gari inakuwa nzito, haitembei vizuri, mzigo mzito. Bilioni 500. Ndio Yuda alimuuza Yesu hivi. Bora hata Yuda sasa. Wewe muuza Yesu kitimoto. Mwingine anatupa message, vijana. Vipi leo una ratiba gani? Asikia leo saa 10 naenda kanisani. Anaambiwa nikajua utakuepo nikutoe out. Unasikia mtumishi wake anasema hata hivyo kanisani tu ni mafundisho, hamna kitu cha maana. Mimi siku nikiwa mchungaji, mtu aliandika message na mfukuza. Eti ni mafundisho tu, hamna kitu cha mafundisho, sio kitu cha maana. Eti ni mafundisho tu, hamna kitu cha maana. Kwa kitu cha maana kwa kweli ambacho ukisikikiwa kanisani ndio unaenda nini? Una matatizo. Si unajione? Simama kwa miguu yako tukamwombe Mungu. Una matatizo, tutakuja wakati mwingine tujifunze, Mungu akitupa neema. Mafundisho ni mengi, wakati wote ule tunapojifunza inakuwa ni vizuri, imependeza na imekuwa njema. Mpo huko Kigoma, mmekuwa mkila na kujifunza vya Kigoma. Kwa siku moja mkipata na vya Dodoma, hivyo. Wanaweza wasiwe hata sisi kanisani kwetu pale, tuna walimu wengi wazuri wa neno. Mchungaji wetu anapenda sana walimu. Lakini bado akijaga mwalimu mpya, tunafurahi kwa sababu ni chakula cha tofauti. Sawa Kwa hiyo tutakuja wakati mwingine tujifunze, tuna mambo mengi. Ila nataka tukamwombe tu Mungu kwa dakika chache. Ila ukitoka hapa nenda kaombe, sawa? Hasa kwenye hii habari ya Gideoni. Tumeona katika jeshi la Gideoni, kundi la kwanza ambalo Mungu alitaka liende nyumbani ilikuwa ni watu wenye mashaka. Watu ambao hawaamini kama inawezekana. Mambo ya Mungu mengi, kama akili yako iko sawa sana uweze ukayaelewa. Si unaelewa? Na ndio ukiingia na akili kwenye mambo ya Mungu haufanikiwi. Ndio maana wasomi wengi wameshindwa kumshika Mungu. Kwa sababu wenyewe wanataka wafanye analysis, feasibility analysis, tupime tuangalie, si ndio? Inakuja kujaje? Unaweza sasa mkitaka mfanye hizo, upembuzi sio ya kinifu ufanye, niambie wewe maji yanakoje divai. Inawezekana? Haiwezekani. Inahitaji usiwe tu na akili simama. Ndio uamini mambo ya Mungu. Sawa? Kwa hiyo naambia watu kama unaomba jiombee kwa Mungu kwamba akili yako iendane na ya kwake ili uelewe mambo yake. Usimtilie mashaka. Mungu anachukizwa na watu wanaomtilia mashaka. Sawa? Anachukia yani ukikubaliana kwamba tunajenga jambo hapa, mmoja akatia mashaka, Mungu anachukizwa. Ndio ilisababisha Israeli wakachukiwa. Anasema wakamwekea mpaka mtakatifu wa Israeli. Wakaona kama kuna mambo hawezi kuyafanya, wakati alishawaambia anaweza kufanya kila jambo. Usimwekee Mungu mpaka. Sawa? Akisema inawezekana itakuwa. Mradi lipo kwenye mapenzi yake, lipo katika uwezo wake, atalifanya. Bwana Yesu asifiwe. Mradi ni mapenzi yake, lipo kwenye uwezo wake na atalifanya. Wewe muombe tu Mungu kwa imani. Ukipoteza imani juu ya Mungu hata kuomba unashindwa. Unakuwa na mashaka naye. Unaelewa? Kwa hiyo tukajiombee kwenye mambo ya umoja. Tusiwe hao watu wa kutia mashaka kwenye mambo ya Mungu. Sawa? Usitilie shaka jambo la Mungu. Uwe na imani kamilifu kwamba litakuwa, litawezekana, litafanyika, litatokea. Unaelewana? Yaani hata usianze mtu anasema sasa unajua wanasema pale kanisani
eti tununue vyombo vya milioni 30 wakati hata vya milioni 5 vimetushinda. Wewe kwani wewe una shida yako nini? Kwani mambo utoe milioni 30? Wewe una mchanga wako ni 50,000. Si utoe 50,000 hapo ufunge mdomo wako utulie. Umwache Mungu mwenyewe. Kwa nini unaongea unatafuta upate mashabiki muungane muweke kipingamizi cha nini? Usiwe huyo mtu, sawa? Tamani yani usiwe huyo mtu. Mimi naomba Mungu nisiwe huyo mtu. Yaani nitakapotangaza jambo lako hata kama halieleweki, mimi nitaelewea mbele ya safari na nitaamini. Sawa? Hata kama Mungu atatokea aseme jambo lolote, wewe mwambie Mungu, mimi nakuamini unaweza kufanya yote. Ezekiel alipoulizwa mifupa hii inaweza kuwa hai tena, akaangalia swali lilikuwa gumu. Akaambia Mungu wewe ndio unajua. Mimi sijui. Sawa? Kwa hiyo akikushinda, mwambie Mungu mimi sielewi. Kama unanipa mtoto au unipi ila nakuamini. Sawa? Sijui, madaktari wameshasema kwamba mimi sina kizazi na sitaweza kuzaa, lakini mimi nakuamini wewe. Sawa? Afu mwache. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, tutamwomba Mungu atupe utayari wa miili, hasa miili yetu. Miili ndio inayofanya vita kila wakati kushindana na mapenzi ya Mungu. Na ukikuta mtu anashinda kutimiza mapenzi ya Mungu, shida huko iko kwenye mwili wake. Anajihurumia sana. Mimi kule kanisani kule huwa nawaambia watu, mtu asiyeweza kufunga masaa 12 atakiwa hata kuongelesha. Wewe huwezi kufunga masaa 12 kabisa. Mimi mwanangu kwa kweli kuanzia darasa la 3 la 4 pale, masaa 12 anamuhusu. Lazima yapige hayo. Kwa nini uhurumie mwili? Wewe mwili wewe unaulisha mavyakula, unaulisha. Kunenepa wewe jamani. Usihurumie mwili, sawa? Tamani Mungu akufanye tayari mwili wako. Usihurumie. Vifungo, maombi ni dawa ya umoja. Hivi vitu vikiingia ndani ya mtu vinamtengeneza. Siku moja nakumbuka tulikuwa mahali. Na mtu wa keyboard aje huko haraka. Mpigie mahali ni pazuri. Sinajulikana hii nyimbo. Hao mjana kuisikia. Mahali ni pazuri, ndugu wanapokaa, wakipatana vyema na wakipendana. Mtamani shuhuda. Sasa nilikuwa nataka niwape huo ushuhuda. Sawa? Wakati tunamaliza. Sema kwamba nimekuwa nikiona mambo mengi na nimekuwa nikutana na vijana wengi. Anakwambia natamani kumtumikia Mungu, natamani kufika mahali fulani, natamani kwenda umbali fulani. Naambiaga wale watu dawa ya kwanza ni kushurutisha mwili wako. Biblia inasema kila mtu anajua kuweza mwili wake. Uweze mwili wako, uelekeze cha kufanya. Mwili usikuelekeze cha kufanya. Usile kwa sababu eti mwili umesema nina njaa. Kula kwa sababu unatakiwa ule, sawa? Ila kama umesema hapa ni mimi na maombi, kaa kwenye maombi. Maombi ni dawa ya umoja, sawa? Uwezi ukaanza kuomba ukaanza kuwaona watu wengine ni watu wabaya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kipindi hicho nikiwa hata si muombaji, niko busy kumsema mtu. Tumekaa kwenye tupo kama watatu hivi. Tunamuongelea kijana mmoja wa kanisani. Sasa yule jamaa bwana amezidi. Mtu gani wa kanisani anakuwa anafanya vitu 1 2 3. Mtu gani wa kanisani anakuwa hivi anakuwa hivi anakuwa hivi. Tunamsema yule kijana. Na sio kwamba sisi hatakuwa na makosa. Tunayo, ila tunaona kama jamaa kazidi. Na walokole wengi kuna anamsema mwenzake. Naye anafanya hilo ila anamuona yule kazidi. Yaani kwamba kosa la jamaa ni kwamba mimi nimeiba 2, yeye anaibaje 5. Sawa? Kwamba mimi ndio nina mchumba wangu ambaye tunaishi maisha ambayo sio ya kanisani. Yeye anakuja nao 5. Yaani ndio ana mind wakati hata yeye ana makosa ila anakasirika mwenzake kufanya makosa zaidi. Kwa hiyo tukawa tunamsema yule mtu, tunasema akawepo ndugu mmoja mwana maombi. Yule mtu mimi alinifundisha kitu kwenye maisha yangu na hata na leo. Akatuambia hivi, unajua mnapomsema huyo mtu mimi sioni kama ni sawa. Tukamwambia kwa nini na anafanya vibaya? Sasa tukaenda tumwite tuongee naye. Akasema ni kweli ninachokisema, lakini hatufanyi vizuri. Sisi wote, mimi na nyinyi, wote tuna makosa yetu. Ni Mungu tu ametutunzia hayo makosa. Ametuacha tu mahali ili akiamini kwamba tutakuwa sawa. Tunapataje ujasiri wa kuwasema watu wengine? Alipotusema vile tukaona huyu anatuharibia story. Tunataka tukimbie, tumwambie basi tunaondoka. Anaenda wapi watumishi njoo? Nataka tumuombe huyu ndugu. Mlie msema. Tuombe wote kwa Bwana. Tukiwa wote tumuombe mpaka Mungu ambadilishe. Tuliomba Masai
Mimi niliomba hivi hata siwezi kuomba, ni moja kazi. Tuliomba tukafika huko hoi na mwangalia jamaa mbona hamalizi. Ila kutoka pale nikajifunza kwamba ukija kwa mtu wa maombi vizuri, hutapata muda wa kuwasengenya watu wala kuwasema. Unaendelea kuongea kila unachoongea kwa sababu uombi. Sawa. Tabia zako mbaya nyingi zimekuja kwa sababu uombi. Umekuwa chanzo cha migogoro, unafarakanisha watu kwa sababu uombi. Kiomba vitu vinabadilika. Kwa mwambie Mungu nisaidie nijitoe kamilifu. Nisichukie maombi, nisichukie mifungo. Hayo mawili tutayaomba. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba dakika ngapi? Masaa mawili. Nitakuja tena siku nyingine baba, tuje tuombe masaa. Yaani uruhusiwi kutoka kama hajafika 6. Tunakuja hapa mkesha, tunaanza zetu kama saa 4 mpaka saa 10. Hamna mtu kuongoza maombi, hamna mtu kumuongelesha mwenzake. Na ukikaa kwenye kitu tunakuinua. Ukionekana unasijasia tunakutikisa. Masaa 6. Ukitoka hapo, tabia mbaya zinakufa. Uzinzi unafiaga huko. Huko ndo uzinzi unapoishia. Vita za uzinzi zinapigana kwenye maombi. Huko teketeza huo mwili. Nani kasha kufunga siku 3 hapo? Siku 3. Siku ya pili wangekupa mwanamke ungeweza kufanya chochote. Siku ya pili kuongea na simu yenyewe ni kazi. Kwa unagundua mwili huo unaleta hizo tamaa kwa sababu unaulisha sana. Acha kuulisha huo mwili. Unaulisha afu unakukosesha. Ndio nini sasa? Kama mwimbaji anajua kuimba, mimi najua kuimba kidogo kwa utaalimu. Anajua wimbo. Anajua wimbo, atusaidie kuimba wimbo. Twende tukaombe.